Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa jina naitwa Mpambe Thomas Kayeye Mnyambeyu. Ni yule mzee wa kimila wa makaburi aliyelilia makaburi ya mwaka 1920. Nimeenda serikali mbalimbali, lakini kubwa leo ni jambo la kwanza tutashukuru, jambo la pili tutashauri serikali, na jambo la tatu tutaomba kwa viongozi wakubwa, na mwisho kabisa tutasamehe. Kwa hiyo tunaanza sasa na historia kidogo ya familia ya Mnyambeyu. Kama nilivyoeleza awali kwamba mimi naitwa Mpambe Thomas Kayeye Mnyambeyu, ni mwenyeji wa kijiji cha Magubike, wilaya ya Iringa vijijini, kata ya Nzihi. Eneo lile wawekezaji wako toka mkoloni, toka 1900 kwenye na 30, lakini wawekezaji walianza kama na 40. Wawekezaji wametukuta na tukawakaribisha. Sehemu hiyo ina makaburi, sehemu hiyo ina chanzo cha maji ambayo tunasema matambiko. Wawekezaji shamba lao lilikuwa halina eneo la maji, kwa hiyo walikuja pale kuomba kwa sababu tunapakana na shamba hilo. Kuna mambo yametokea, maana yake hatuelewi, na hii lazima serikali tuishauri. Kwenye nafasi hiyo ya kushauri tutafikia, sababu naelezea historia, lazima nimalize na historia. Babu yetu wa kwanza amekufa mwaka 1920, ndio kaburi la kwanza katika eneo hilo. Babu yetu wa pili amekufa. Babu yetu wa kwanza huyu aliitwa nani? Babu yetu wa kwanza huyu aliitwa Kayeye Mnyambeyu. Babu yetu wa pili aliitwa Thomas Kayeye Mnyambeyu, na baba yangu mkubwa Chesalino Mnyambeyu, baba yangu wa kuzaliwa anaitwa Pwagu au Emmanuel. Hao wote ni viongozi, lakini tumezika zaidi ya watu 35 pale. Nimetaja viongozi kwa ajili ya muda na namna gani, tuna mambo mengi ya kuzungumza. Hivyo katika miaka hiyo yote mwekezaji wa kwanza alikuwa Jim Kalanatus. Jim Kalanatus alikuwa raia wa Kigiriki, ni Mgiriki. Huyo ndio tuliomkaribisha wa kwanza, na wa pili akaja Angelo Focus. Manake ni miaka 9 tumegombania. Nimeenda serikali sehemu mbalimbali, nimeanza ngazi ya kijiji, ngazi ya tarafa, wilaya, mkuu wa mkoa, hali kadhalika wizara ya ardhi, waziri mkuu, na kurudishwa. Nilikuwa narudishwa kila wakati ili watekeleze, lakini bahati nzuri tunashukuru, ni lazima tuseme tunashukuru viongozi hawa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Benjamin Sita, Mungu akubariki na utaendelea kuwa kiongozi. Hatusemi tumenunuliwa, hapana, tunasema kwa mapenzi na ukweli. Mimi ni mkweli tu, yule ambaye ameenda tofauti nitasema kwa ajili gani, lazima tuseme. Nasema Benjamin Sita ni kiongozi bora, pamoja ni changamoto. Wataalamu kwenye hii nchi ni lazima wachunguze vizuri, serikali ione ni jinsi gani hasa kwenye ardhi. Sasa hiyo nitaongelea zaidi kwenye kushauri. Hapa naongea tu kwa historia fupi ili muelewe. Haya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa pia naye amefanya vizuri. Sasa narudi kwenye ajenda ya kwanza, ndugu waandishi wa habari. Kushukuru. Tunaanza na kushukuru, alafu tunatiririka na hayo mengine kama nilivyoeleza. Kuna mambo manne. Jambo la kwanza nimeeleza kuwa itakuwa ni kushukuru. Jambo la pili itakuwa ni kushauri serikali. Jambo la tatu ni kuomba kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waziri Mkuu na Rais mwenyewe Dr. Samia Hassan Suluhu. Kwa ajili gani? Mimi nimefanya uzalendo mkubwa, lazima nipewe tunzo ya kukubali, kwa sababu eneo lile tayari mwekezaji umshampa hati. Hatuna uwezo tena wa kugombana, litakuwa jambo gumu. Nimegombana miaka 9, haina haja kuendelea. Wazazi wangu walisema ikifika miaka 10 umalize, ilikuwa bado mwaka mmoja, lakini kwa sababu viongozi wameingilia kati, basi mimi naamua jambo hili kuliachia. Sasa nishukuru kwanza, naanza na nyinyi waandishi wa habari. Waandishi wa habari, Mheshimiwa Makonda, waziri wa habari,
angalia vyombo vyote, usiwe Dar es Salaam tu hapo unaangalia vyombo vilivyopo Dar es Salaam. Nenda mikoani. Hiki chombo vya habari vilivyopo hapa Iringa si utoi kitu chochote, wananisaidia kwa mapenzi tu, kwa ajili wanaona haki ya mtu iko sawa, wameamua kunisaidia. Sio leo, klipu nyingi ambazo nilikuwa narusha kwenye mitandao zinarushwa, sijawahi kutoa kitu chochote, kwa ajili wanatetea haki. Kwa hiyo watazamwe hao kwa namna fulani, kwa jinsi ambavyo ilivyo hivyo. Kwa hivyo mimi niwashukuru waandishi wa habari. Mungu awabariki sana na Mungu atawalipa. Kwa ajili gani? Jambo hili limesambaa dunia nzima, wameona kwamba ni jinsi gani makaburi, na makaburi hayo mimi nimepewa. Mwekezaji amekubali kutoa yale makaburi eka moja. Naridhika kwa sababu makaburi sisi Wahehe, makaburi ndio heshima yetu. Unaponipa mimi milioni 1 au milioni 10 siwezi kuipokea. Ukinipa kaburi naipokea kwa sababu ndio niliachiwa mila hiyo na ndio wajibu wangu. Hapa nimeongozana na shangazi yangu, baadaye utamuona naye ataongea kidogo kwa kifupi. Kwa hiyo waandishi wa habari nawashukuru sana. Nashukuru viongozi wa serikali. Wapo viongozi wa serikali ambao hatuwezi kuwahukumu, ni mfumo wa nchi wenyewe imekaa hivyo. Tukae tuangalie vizuri, kama ni sera, kama ni sheria, tupangue tuweke vizuri, nchi iwe na amani, watu wawe na amani, wawe na furaha. Mnaniona kama nazeeka hivi, mimi sio mzee. Mimi sio mzee, na miaka kama 52 tu. Naamini kuwa babu yangu mimi amekufa na miaka karibu 100 na ngapi, na alikuwa kijana tu, aliondoka kwa ajili ya hivyo. Kwa hivyo naamini kuwa vikunyanzi hivi vitatoka kwenye mwili kwa ajili gani? Ya haki. Hizi haki tukiziendesha vizuri na tukafuata utaratibu ulio bora, basi maisha yataenda sawa. Lakini hilo pia nitajadili zaidi kwenye sehemu ya kushauri serikali. Hapa najikita kwenye kushukuru. Narudia, Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji cha Magubike mstaafu anaitwa Marcus Gungaembwe Nyangalima, ana miaka kama 95. Huyo serikali walipaswa kumfuata, wamuulize historia ya pale, kwa sababu ndio wilaya wamepita wengi. Lakini huyu wa sasa wale waliopita kufanya mabaya hatuzungumzi, maana yake lengo tunataka kutengeneza. Benjamin Sita brother, Mungu akubariki sana. Naendelea kusaidia wananchi. Wananchi wa Iringa wananong'ona tu kwenye mioyo, hawasemi kama mimi. Mimi ni Mungu amenipa nafasi hii ya kuwa mjasiri. Ujasiri huu sio wa mimi, nilisimikwa. Ndio maana sina woga na sina shaka. Tunaomba viongozi wetu wa kimila, Mkwawa, uwe unatembelea koo zako, kulinda hiyo uchifu wako. Tembelea koo zingine zinapata tabu. Usikae tu kusema wewe chifu bila kuangalia machifu wengine ambao zinatokana na uchifu Mkwawa. Tunaheshimu sana. Haki yako sasa umeshapata. Asante. Nimeipata kwa makaburi. Mimi nimeridhika kwa ajili ya wazee waliolala. Walisema kuwa usishtaki serikali. Utakapoishtaki serikali utaonekana wewe mkorofi. Kwa sababu hicho chanzo cha maji kina historia. Kiliwahi kukauka baada ya kunyang'anywa na mwekezaji wa kwanza. Maji yalikauka. Hatimaye walimuomba huyo babu yetu, babu akarudisha maji. Sio uongo, mkitembea pale mkauliza mtapata hiyo historia. Baada ya kupata haki yako sasa unaiambia nini serikali? Asante sana. Nashukuru sana. Baada ya kuipata serikali, yani kupata haki niliyoipata mimi ni haki mbili. Haki moja ya kijiji. Kijiji kilisema hatuwezi tukakuacha wewe, tunakupa eka 8. Kwa hiyo nilipokea eka 8, lazima niwe mkweli. Halafu kupitia Heri James, mkuu wa mkoa, tarehe 28 mwezi wa 4 alikuja kwenye ziara, akaamuru nipewe makaburi, na makaburi hayo nifanye shughuli zote pamoja ikiwa na kuzika katika eneo hilo, kwa ajili ya jinsi ambavyo waliotangulia walituambia tuzikwe hapo, si wengine ambayo tupo. Ukoo sio mkubwa sana. Umeona? Kwa bahati nzuri tulizaliwa watoto wa kike ni wengi, wametawanyika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo watoto wa kiume sio wengi. Kwa hiyo sisi tulioambiwa turudi hapo. Sasa nasema nini kwa ajili gani? Na shauri serikali kuwa ichunguze, sio mgogoro tu wangu, wa kwangu naeleweka. Na nimejipambanua barua 125 kwenye ofisi za serikali. Kila wataka kwenda ofisi ya serikali kuanzia kijiji mpaka waziri mkuu wataziona. Vyombo vya habari vimepaza sauti.
viongozi mbalimbali wameniambia mimi mzalendo, lakini wasiishie tu kusema mimi mzalendo kwa maneno. Nataka niombe kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Hassan Suluhu Hassan. Kwa ajili gani? Rais yule ni mtu mwema, lakini sisi wa Tanzania tumpe ushirikiano ili kusudi afanye aendeshe taifa vizuri. Mimi Mheshimiwa Rais nilikuwa nalima bustani pale sehemu hiyo ya Matambiko na nilikuwa nafanya biashara zangu za nyanya. Na kushukuru Mheshimiwa Rais, eneo hilo lote limechukuliwa na mwekezaji kwa sababu serikali ilifanya kosa. Sasa nimeamua kuacha ile sehemu ya Matambiko, nirudi kwenye makaburi, nitafanya matambiko hapo na nitazika hapo. Lakini mheshimiwa, uniangalie, nipe hata tuzo kama nilivyosema, nipe chanzio cha maisha, niendelee na maisha ili kusudi nisiendelee na sio kusamea kwamba nimelipwa. Hapana, sijalipwa fidia yoyote, wamegawana tu. Huyu kachukua chanzo cha maji, huyu kachukua makaburi. Huyu wa makaburi ambaye ni mwekezaji amekubali kurudisha, ambaye ndio hiyo kimoja. Nampongeza mwekezaji Viridium, na ameniahidi kuwa kwa kuwa tuna mashamba jirani, kilimo anacholima tulime na sisi atatupa mbegu ili tufanye maendeleo. Tumempongeza kwamba kumbe ni kiongozi mzuri. Viongozi mkae na watu vizuri hawa wawekezaji. Umesamehe huku na manunguniko? Hasi manunguniko mheshimiwa. Tunasema kuwa unaposamehe na upande wa pili pia uangalie uzalendo. Nimezungumzia uzalendo kwamba mtu anaposamehe maana yake hataki vurugu kwenye nchi yetu kwa namna ilivyokaa. Nchi namna ilivyokaa tunahitaji maelewano zaidi. Ndio maana tunapenda hata vyama vya siasa vikae kwa maridhiano. Ndio maana hata mimi niko ndani ya maridhiano, kwa sababu tukiendelea kugombana bado ardhi ile ni ya mwekezaji na hati kila kitu kinasoma kwa mwekezaji, itakuwa isaidii. Na mimi nishakataliwa kwamba nisifanye makesi mahakamani na serikali. Mheshimiwa Mkuu, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, hongera, kongole sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi unayoifanya. Asiye na macho atasema, lakini sisi tunayoona tunaona. Endelea na kazi hiyo, usikate tamaa. Hata ukikatishwa kwa njia gani, endelea ili usaidie watu walio wengi. Naamini pengine mzunguko yako imefanya watu wengine kupata haki na kusamehe katika mifumo. Lakini mimi kadri ya vile ambavyo nimesamehe, ninasamehe kwa ajili ya nchi yangu. Mimi ni mzalendo. Viongozi wa serikali kupitia hayo muyachunguze, mniangalie. Hilo ndio zaidi. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, nadhani na wewe ukilipata hili lione hili. Hali kadhalika Mheshimiwa Rais, nimekuongelea mara nyingi, lione hili. Hata mkiona inawafaa mkaniita, nitashauri mengi. Msitegemee tu wataalamu na wasomi ndio wana mawazo. Hata sisi tuna mawazo, tunaweza tukawapa mawazo mazuri, nchi yetu ikaenda vizuri. Kwa kusema hayo, nimkaribishe na shangazi yangu ambaye ndio aliyobaki katika familia. Huyu ndio baba, ndio aliyobaki ili tuweze kuzungumza naye. Amekuwa akilipambania siku zote ili eneo letu. Anza majina yako. Mimi Esther Mnyambe. Naam. Anza sauti. Esther Mnyambe. Ndio. Hayo mashamba yalikuwa ya babu yetu, ndo alipokufa babu na baba ndo wakamkabisi huyu mtoto. Hayo mashamba aendelee kulima. Sasa walipofika hao wenzetu ndo wakaanza kutufuruga, kuanza kunyang'anya hayo mashamba au wekezaji hao. Mimi nawashukuru alichosema huyu mtoto, na serikali na isukuru wakae vizuri, waelewane. Ninyi mmeridhika kama ndugu? Kuridhika bado, ila bado tunasikitika kidogo kule kunyang'anya yale makaburi, kusema ya kwao. Petufwe wakutukana batie tulimwakubita batutage pala pe bagonte ba baba na bababu. Wanatukataa. Mngeomba nini? Tungeomba turudishie yale makaburi na ile shamba aturudishie.
Itakatupiulia batupiulia bakatupiulia kaburi nasukando eka moja neke mwivi ndi mula mo wali nige mula mwivi ndi mula notu musuka rais kutia bategu abantu iwa iseme ila rais atulabe ngambi kifuta jasho tuli atusaidile zaidi ya miaka 130 ili bonde lila mbele asante. Mimi na wasukuru tu alichosema huyu mtoto na sukuru, na nyi watu wa serikali na wasukuru, si ndonga nzolofu hasisi basi. Kwa kuwa kama alivyosema huyu ndio shangazi aliyobaki, kwa maana hiyo huyu ndio amezaliwa na baba zangu, mimi ni mtoto wa kaka yake. Walizaliwa 6 wameshafariki waka mbele za haki, amebaki huyu. Sasa huyu anahitaji mahuduma, ilikuwa inategemea shamba lile. Mimi nalima mazao napeleka Dar es Salaam, nauza na kuja kuhudumia hizi familia. Mwekezaji wamemuuzia yale maeneo sio kihalali. Pale kuna hatuwezi kuongea sana, unaposamea unasamea. Umeona? Kwa hiyo tunachosema Mheshimiwa Rais alione hili. Umeona? Alione hili kwa busara zake. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ana kitu kinaitwa utu. Umeona? Hiyo naamini likimkuta hana, mimi namuamini. Na mimi kila siku huwa namuombea Mungu amsaidie. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Sisi tumesamee kabisa, tumesamee. Na mwekezaji anasema atatoa ushirikiano. Sisi tutampa pia ushirikiano. Lakini kwa upande wa serikali iangalie, kwa sababu kile chanzo cha maji wamechukua watu wanaitwa Rufiji Beski. Wamechukua kile chanzo cha maji ambacho kimelindwa na mtu zaidi ya miaka 130. Wanachukua bila ushirikishwaji, bila hata kusema wewe uliolinda tukupe hata tunzo tu kama nilivyoeleza pale awali. Lakini yote kwa yote mwekezaji aweza kukubali tayari ana hati zote. Kwa hiyo tutazalisha migogoro na migogoro itakuwa haiishi. Ili serikali ione watu waliopata maumivu, mbona wengi wanapata hizo huduma. Hata kule Ngorongoro wa Masai wanaishi kwenye hifadhi ya taifa, lakini kwa kuwa ni wenyeji wanahudumiwa kwa namna gani? Hata sisi tuangaliwe katika mfumo huo. Tunalingana kabisa na namna hiyo. Kwa hiyo nitakuwa kama narudia hayo, lakini kiukweli ndio iko hivyo. Labda tu kwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, nitaka kusahau. Mkuu wa wilaya, mimi nishaandika barua uhifadhi kwa ajili ya barua ya kusafisha mashamba. Kwa namna ambavyo nimeteseka miaka 9, basi naomba mtoe ushirikiano kwa kunipatia vile vipande vilivyobaki vingine vya familia, kupima nipate hati. Hati hizo mnisaidie kama serikali ya mkoa. Heri James brother, Mungu akubariki. Lakini yote kwa yote tulikuwa tunabishana ofisini kama mtu wa kawaida. Huo ndio uongozi brother. Nilikuwa najenga hoja, tunabishana kwa hoja. Sijawahi kuvunjia heshima, na ndio maana ulinikubali kila wakati umeenda shambani mara nyingi. Kwa hiyo tusameheane, tuyosameheana yaliyopita, sindwele tugange yajayo. RPC wa mkoa pale waliponikamata ulisema hapana, hamwezi mkamfunga kwenye kudai haki. Ulinitoa. Naomba ile kesi faili ile wafute kabisa. Nikija Iringa nije nyumbani nikiwa na amani. Sio tena mtu ananikamata anasema kesi. Tumemaliza jambo hilo, limeisha. Ndugu waandishi wa habari, naweza nikaongea sana kwa sababu nina mengi. Tumeamua kufupisha kwa ajili hiyo. Lakini pia wananchi wa Magubike nawashukuru sana. Wananchi wa Kidamali nawashukuru sana. Wananchi wa vijiji kata ya Nzi nawashukuru sana. Pamoja na viongozi. Pana mapungufu madogo madogo ambayo sio vizuri kuweka hadharani. Kama naweza kupata kiongozi basi nitashauri kama nilivyosema hapo awali. Waandishi wa habari, endeleeni kufanya kazi. Msione tu mtu mmoja kama mimi. Wote wasaidieni katika hili ili kusudi tulete amani. Mnapoleta amani, leo nyinyi mlikuwa mnaniona mzee. Leo si mnaona nilivyo. Ni tofauti, na siku nikija tena mtaona tofauti zaidi. Kwa sababu mimi sio mtu wa kuombaomba, ni mtu wa kazi. Mama Samia umejenga soko la Kariakoo.
sisi ndio wakongwe wa soko la Kariakoo. Nataka niende pale. Sasa nitaenda vipi? Wamechukua mashamba na sehemu nilizokuwa nalima, nipate angalau chochote ili nikafanye biashara. Tunafuata biashara mpaka Katakea, tunaendesha soko mejenga la kisasa. Mama, hongera sana, unaupiga mwingi. Wanayeongea waacha waongee, wewe fanya kazi mama. Huwezi ukapendwa na wote, lakini wasamehe wote ambao wanafanya tofauti. Ni hayo Mheshimiwa Rais. Narudia mara nyingi, nataka nipate mwaliko kama waandishi wa habari, wana michezo, watu mbalimbali wanafika. Sasa mimi chifu nije nyumbani niongee, pengine nina baraka zangu, nitakupa baraka zangu na mikono yangu ili kusudi upate baraka. Wote tunapenda tukupendee, na siku zote nimepiga kura. Mimi mpiga kura, nimekupigia kura muda wote. Asante sana.